Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Memory Makweta, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwenye kata ya Wazo. Kwanza nianze kukushukuru Miwago TZ kwa kunitembelea. Mungu awabariki, karibuni sana. Uzalendo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya Mtanzania. Nchi yako kwanza, Utanzania kwanza. Sisi ndio sehemu pekee, lango la makimbilio ya nchi za jirani na mataifa ya jirani kuja kukimbilia amani tulionayo. Kwa hiyo uzalendo wako, mapenzi yako juu ya nchi yako na taifa lako ni jambo la muhimu sana kuliheshimu na kulizingatia na kulisimamia. Kila kijana kwa nafasi yake ajitazame yeye kijana kwa maisha ya kesho, ili aweze kujua kwamba anatakiwa kusimama wapi kuhakikisha anailinda amani ya Tanzania. Kijana haipendezi kubebwa na mawazo ya watu ambao ufahamu wanalenga nini. Inakupasa kijana kwa nafasi yako kama kijana ufahamu kwamba wale vijana wa zamani ndio wamekutengenezea nafasi ya maisha yako leo. Na wewe kijana wa leo una nafasi ya kutengeneza maisha ya vijana wa baadaye, ambao watakuwa watoto wako, wengine watakuwa ndugu zako, wengine watakuwa majirani zako, wengine watakuwa ni Watanzania wenzako. Kwa na waasa vijana wazingatie nafasi zao kama vijana kwa ajili wa ustawi wa taifa la kesho. Kwa hiyo ni lazima tuwe na matendo ya huruma, matendo ya hekima, matendo yanayoonyesha upendo wa mtu na taifa lake. Kwa sababu leo imetokea kwa sababu ilikuwepo jana. Yule aliyesimama jana kwenye nafasi kama kijana au kwenye nafasi kama Mtanzania asingehurumia kesho ya kijana wa leo, asingehurumia kesho ya Mtanzania wa leo, unafikiri hapa ni nani ambaye angesimama leo na kujivunia Utanzania alionao? Kwa hiyo simama kwa ajili ya nafasi yako leo, lakini na kwa ajili ya nafasi ya wengine ambao watakuja kesho. Sisi hatukuumbwa katika maisha hayo ya dhuluma, uadui, ugomvi, utapeli, wizi. Hapana. Hapana. Tunayo maarifa Mungu amewekeza ndani yetu ya kuweza kutengeneza kile unachokitaka, yale maisha unayoyataka. Ndio maana leo tuna ofisi ya kijana mdogo kabisa Miwago TZ. Ni kile Mungu amewekeza kwa huyu kijana. Mpaka leo ninyi mmefika hapa kunitembelea ni kwa sababu yupo kijana ambaye alitambua kile Mungu amewekeza ndani yake. Lakini kama asingefahamu kama Mungu amewekeza au asingejitambua kama Mungu kuna vitu amewekeza ndani yake, asingejaribu kutafuta namna ya kufanya vitu vitokee vionekane kwenye jamii. Basi inawezekana naye angejiunga kwenye makundi hayo ya wezi, wazulumaji, matapeli, na matendo mengine mabaya yafananayo na haya. Sasa hii itoe funzo kwa vijana, itoe funzo kwa jamii kwamba Mungu amewekeza vitu ndani ya wanadamu. Ni saa tu ya kijana kujitambua, kujielewa kwamba yeye ni nani, kwenye nafasi gani. Biblia inasema hapanacho mtu atavuna. Na inamaanisha kwamba kila mwenye kupanda mbegu ya eza ubaya hata wema, kila mwenye kupanda mbegu ya aina yoyote kwenye maisha haya ajiandae atavuna. Tunaposema kuvuna, haijalishi unaweza kupita. Kuna mtu anaweza kawa ni mjanja sana kwa maisha yake ya uharibifu, ujambazi, dhuluma, wizi na mengine mengi tu. Akawa mjanja, akaonekana ni mtu anaishi maisha ya kifahari, maisha mazuri, lakini ajue kabisa hana miaka 150 ataishi. Ana miaka michache tu, 80, 100. Huyo mtu anapita. Akishapita anaacha kizazi cha kwake, watoto wake, wajukuu zake, familia yake, ambao hao wanakwenda kuingia kwenye machungu, kwenye mateso, na huyo mtu aliyesababisha hayupo. Wanaingia kwenye kulipa gharama ambazo wao sio chanzo. Kwa hiyo wewe mmoja ambaye unatembea kwenye mienendo na njia zisizofaa, hata kama unapata raha kwa muda mfupi, unapata starehe kwa muda mfupi,
elewa unaharibu kizazi cha muda mrefu ambacho kinakufuata. Kilikuwa kinategemea furaha, amani, hakitaiona kwa sababu ya yale ambayo wewe ulishayapanda mabaya kwenye hicho kizazi kinachokufuata. Wasisitiza na kuwakumbusha watumishi wote wa Mungu, madhehebu mbalimbali, dini mbalimbali, tuendelee kuiombea nchi yetu na tuendelee kuwafundisha jamii waamini juu ya amani, juu ya ustawi wa taifa, juu ya maadili ya Watanzania, lakini pia na juu ya heshima kwa Mungu ambaye tunamtumikia. Nadhani hiyo itakuwa ni njia rahisi na ni njia bora ya kuendelea kuilinda hii tunu ambayo Mungu ametupa.